Leo naomba niweze kuizungumzia bangi. Bangi ina majina mengi sana. Wengine wanaita skanka, wengine wanaita kijiti, wengine wanaita ganja, wengine wanaita kitu, lakini wengine wanaita mmea. Hayo ni baadhi ya majina ambayo mtaani huweza kuyatumia sana pindi wanapoweza kwenda kutafuta bangi au kwa wale watumiaji wa bangi. Bangi ni jani la mmea ambalo linatokana na jani la mmea ambao unaitwa Cannabis sativa, na bangi ni aina ya dawa ya kulevya ambayo ipo katika kundi la vileta njozi, ambayo mtumiaji mara nyingi anapoweza kutumia dawa ya kulevya ambayo ipo katika kundi hili basi mfumo wa fahamu utafsiri vitu kinyume na uhalisia. Mfumo wa fahamu unaweza kuzungumzia ile milango mitano ya fahamu ambayo ni macho kuweza kuona, masikio kuweza kusikia, ulimi kuweza kuonja, ngozi kuweza kuhisi na pua kuweza kunusa. Sasa mtumiaji anapoweza kutumia bangi inaweza ikawa ni mlango mmoja au milango miwili, ikaweza kutafsiri vitu kinyume na uhalisia. Lakini bangi pia huleta zile paranoia na mara nyingi hizi paranoia humsababisha mtu kuweza kuvunja mahusiano, namna ubongo wake unavyoweza kutafsiri watu wengine. Ndo pale anapokuwa anahisi kwamba anasemwa, ndo pale anapokuwa anahisi kwamba anachukiwa. Unaona, ni namna tu ubongo wake unavyoweza kutafsiri watu wengine, na hii inasababisha sana watumiaji wa bangi kuweza kuvunja mahusiano na wengine. Lakini bangi wakati mwingine inaweza kukupa wasiwasi na wakati mwingine inaweza kusababisha uweze kuwa na hali za kuwa na wasiwasi, lakini hujui huo wasiwasi umetokana na nini. Lakini bangi pia huongeza mapigo ya moyo na wakati mwingine inaweza kusababisha mtu kuweza kupata ugonjwa wa moyo. Lakini bangi pia husababisha mtu anaweza akapata kansa ya koo, lakini ugonjwa sugu wa mapafu pia inaweza kusababisha. Na wale watumiaji wa bangi na hasa wale wanaotumia katika mageto, wakati mwingine ambayo inakuwa iko na sehemu ndogo ya mzunguko wa hewa, iwapo mtu anakuwa yuko na kifua kikuu, ni rahisi kuweza kuambukizana kifua kikuu. Lakini bangi pia huamsha au kuweza kutengeneza magonjwa ya akili. Lakini bangi pia wakati mwingine inakupa hali za overthinking, unakuwa kichuguu unakitengeneza kwa mlima, yaani jambo dogo unalitengeneza inakuwa ni jambo kubwa sana. Lakini pia ukawa unajipa nafasi ya kuweza kulifikiria hilo jambo katika kiwango kikubwa sana, inakupa overthinking, yani unafikiri kupita kiasi, na hii inaweza kusababisha mtu kuweza kupata msongo wa mawazo. Lakini bangi hutengeneza uraibu. Uraibu ni chronic relapsing brain disease, ni ugonjwa sugu ambao umeathiri ubongo wenye tabia za kujirudia rudia. Wengi huwa wategemezi kwenye hiyo bangi. Kwa hiyo tunaona athari mbalimbali za bangi, lakini pia bangi huchochea wimbi la uhalifu kama wizi na tabia nyingine ambazo hazistahili katika jamii. Hapa ni Dapo Recovery House. Hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Usitumie dawa za kulevya, timiza malengo yako.